mwaka wa fedha 25/26 halmashauri ilikuwa imeidhinishiwa kukusanya na kutumia shilingi bilioni 42.8 kutoka vyanzo vya ndani na nje. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 28.6 ni matumizi ya kawaida, mishahara ni shilingi bilioni 21.1 na matumizi mengineyo shilingi bilioni 7.5. Hati za ukaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri imekuwa ikijitahidi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo katika usimamizi na uendeshaji wa mamlaka za serikali za mitaa, hali ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kupata hati zinazoridhisha, ambapo kwa mwaka 21/22, 22/23 na 23/24, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri imepata hati za ukaguzi zote zinazoridhisha. Hitimisho. Katika mwaka wa fedha 26/27, halmashauri inaomba kuidhinishiwa kukusanya na kutumia shilingi bilioni 46.7 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi ya kawaida ni shilingi bilioni 31.3, ikiwa mishahara ni shilingi bilioni 21.1 na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 10.2. Matumizi ya maendeleo ni shilingi bilioni 15.4, ikiwa fedha za serikali kuu ni shilingi bilioni 4.7, mapato ya ndani kwa maana changiaji 60% ni bilioni 6.4 na fedha za nje ni bilioni 4.2. Wakati mnagombea, Mheshimiwa Rais aliwakabidhini ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna mgombea yote katika ninyi ambaye hakupewa kitabu kile. Kile kitabu maana yake ni nini? Maana yake mle kwenye kitabu kile kuna ahadi za serikali, ahadi za chama kwa serikali, kwamba tuwachague ndani ya kipindi cha miaka 5. Haya ndiyo yatakayofanywa. Sina uhakika kama kila diwani kweli baada ya kupewa kitabu kile amekisoma, amekielewa na anatembea nacho kama msaafu wake. Isije kutokea kwamba kile kitabu tangu siku hiyo tukiulizana hapa mwingine hata hajui kiko wapi. Lakini ile ndio ahadi yenu kwa wananchi. Lakini ni ahadi ya Mheshimiwa Rais kwa wananchi katika kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo tuko hapa kujadili bajeti, lakini tuko hapa kwa upande mwingine kujadili kile kitabu cha ilani ya uchaguzi ambacho Mheshimiwa Rais alikukabidhini ninyi. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo mko hapa lakini mkasome kile kitabu, na sioni wapi tunakwama kwenda kukisoma na kukielewa na kuja ukitekeleza. Sababu nafasi ya kutekeleza iko kwetu. Na bahati nzuri vile vitabu mlivyopewa, kile kitabu ulikuwa hupewi kitabu kinachohusu Rukwa au kinachohusu Kigoma. Yaliyoko pale yanahusu Chunya, kwenye kale kipengele tu yanahusu Chunya. Naomba tafadhali tukakisome kile kitabu, tukielewe, ndipo tutakapoweza kuchangia, kwa sababu baada ya miaka 5 kuna kuja kuulizwa. Baki mna kazi ya kufanya. Sio kwamba baada ya kuwa mmepita, sio Mheshimiwa Mwenyekiti, sio kwamba kwa kuwa mmepita ndio yameisha. Mna kazi ya kufanya, kuzielewa nyenzo za kuwezesha kufanya hii kazi. Niseme sina mashaka na utekelezaji wa bajeti kwa upande wa halmashauri. Hili niliseme mapema sana. Sina mashaka. Sababu kwa ukusanyaji sisi upande wa serikali halmashauri tumejipanga vizuri sana. Sababu mpaka sasa hivi tunapozungumza kwa bajeti ile ambayo tulikuwa tunaitekeleza ama tunayoitekeleza sasa hivi, sasa tunakaribia kufunga 100%. Hapo vipi? Tunachohangaika nacho sasa hivi ni kuomba kutanua vifungu tu ili tupate mahala pa kukusanyia, sababu huku tulikokuwa tunakusanyia kunaelekea kujaa, yani kapu inaelekea kujaa. Kwa hiyo sasa tunaangalia namna ya kutanua hilo kapu ili tuweze kukusanya zaidi.
Nimpongeze mkurugenzi na timu yake, msimamizi mzuri wa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwa sina mashaka hata hii bajeti tunayokwenda kuipitisha hapa ya takriban bilioni kama 15, sina wasiwasi. Tutakwenda tutakusanya na hiyo fedha itapatikana. Sina wasiwasi. Na niwaambie, tukae tukijua safari hii tunatakiwa kujifunga mkanda kisha kwamba tunakusanya mapato ya ndani kwa kiasi cha kutosha kuweza kutekeleza sehemu kubwa ya bajeti hii tunayoipitisha. Hizi kazi zote tulizopewa na wananchi ni kuwatekelezea tu yale wanayoyataka, na sasa hivi hatutakwenda tena kuzungumza neno tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo niwaombe viongozi wangu wote kwa ujumla, neno Oktoba 29 limeshapitwa na wakati na sio muda wa kulizungumza. Pili, tuende tukamunge Rais wetu Daktari Samia Suluhu kwa kazi anayoionyesha, na sisi madiwani ndio vyombo vyake vya kazi. Kwa hiyo nendeni madiwani mkafanye kazi kwa usawa, kwa kuwapa haki wale mnaoongoza huko, pia mkawasikilize wananchi wetu. Wananchi wetu wanahitaji kusikilizwa. Wananchi wetu wanatoa malalamiko. Tuendeni tukawasikilize na kuwahudumia. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.